Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu siku hii ya leo ya Jumamosi ya tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Naam, Sifuna sasa kifua mbele kupambana na Rais William Ruto mwaka 2027. Takriban thuluthi mbili ya wafuasi wa kiongozi wa Democratic for the Citizen Party DCP Rigathi Gachagua wanompigia Rais William Ruto wanaamini hafai kuwa rais mwaka ujao, bali amuunge mkono mgombeaji mwingine wa upinzani. Na mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share. Haya ni kwa mujibu wa utafiti wa pili wa kitaifa wa kampuni ya Trends na Insight for Africa TIFA mwaka 2026 uliofanywa kati ya Juni tarehe 13 na Juni tarehe 22 na kutolewa Ijumaa. Utafiti huo pia unaonyesha kuwa Rais Ruto bado ndiye mgombeaji anayeungwa mkono zaidi kuwania urais, huku uchaguzi mkuu ukisalia chini ya mwaka mmoja. TIFA ilitoa chaguo tatu kuhusu nafasi ya Gachagua katika juhudi zake za kumng'oa Rais Ruto madarakani. Miongoni mwa Wakenya wanaopinga kuchaguliwa tena kwa Rais Ruto, 62% walisema Gachagua anafaa kumuunga mkono mgombeaji mwenye nafasi kubwa zaidi ya kushinda kutoka upinzani. Ni 14% pekee waliotaka awe mgombeaji wa urais wa upinzani iwapo mahakama itamruhusu kugombea. Iwapo mahakama itazuia kugombea, 29% ya Wakenya wanaamini anafaa kumuunga mkono mgombeaji mwingine wa upinzani. Hata kama ataruhusiwa kugombea, 33% bado wanaamini anafaa kumuunga mkono mgombeaji mwingine. 5% pekee wanaamini Rais Ruto hawezi kushindwa bila kujali hatua ambayo Gachagua atachukua, huku 19% wakisema hawana uhakika. Matokeo yanaonyesha kuwa wapiga kura wanaompinga Rais Ruto wanajali zaidi kuongeza nafasi za upinzani kushinda uchaguzi kuliko kujali nani atakuwa mgombeaji wake, ilisema sehemu ya ripoti ya TIFA. Kwa mujibu wa utafiti huo, Rais Ruto anaongoza kwa 24% ya uungwaji mkono. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna anafuatia kwa 15%, aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i anafuatia kwa 14%, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka anafuatia kwa 13%, Gachagua anafuatia kwa 7% na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino anafuatia kwa 2%. TIFA ilisema ingawa Rais Ruto bado ndiye mgombeaji anayependekezwa zaidi, kiwango chake cha 24% kinaonyesha upinzani bado una nafasi ya kushinda iwapo utaungana. Ingawa uungwaji mkono wa upinzani bado umegawanyika, Sifuna ameonyesha ongezeko kubwa zaidi la umaarufu. Umeongezeka kutoka kiwango kisichoweza kupimika mwaka 2025 hadi 15% mwezi Juni mwaka 2026, jambo lililomweka miongoni mwa wagombeaji wakuu wa upinzani, ilisema ripoti hiyo. Ndani ya ODM, Sifuna pia anaungwa mkono na 44% ya wanachama kama mgombeaji wa urais wa chama, ikilinganishwa na 20% wanaomuunga mkono Rais Ruto. Kwa upande mwingine, umaarufu wa baadhi ya wanasiasa umeshuka. Matiang'i alishuka kutoka 32% mwezi Mei mwaka 2025 hadi 14% mwezi Juni mwaka 2026. Umaarufu wa Kalonzo nao pia umeshuka kutoka 25% mwezi Novemba mwaka 2025 hadi 13%. Kwa upande wake Sifuna, kiwango chake cha uungwaji mkono kimeongezeka kwa 50% tangu Mei, kutoka 10% hadi 15%. Umaarufu wa Babu Owino umeshuka kutoka 8% mwezi Novemba mwaka jana hadi 2%, hali ambayo TIFA inaamini imetokana na baadhi ya wafuasi wake kuhamia kwa Sifuna. Uungwaji mkono wa Gachagua pia umepungua kidogo, jambo ambalo TIFA inalihusisha na kushindwa kwake katika mahakama kuu kupinga kuondolewa kwake kama naibu rais. Utafiti huo pia unaonyesha kuwa wanachama wa ODM wanaendelea kuunga mkono zaidi msimamo wa Linda Mwananchi, huku ule wa Linda Group ukiendelea kupoteza nguvu. Kwa upande wa vyama vya siasa, ODM imeongeza uungwaji mkono kutoka 16% hadi 20%, huku UDA ikisalia kwa 17%. Hata hivyo, DCP, Wiper, DAP Kenya na Ford Kenya vimepungua kwa uungwaji mkono. Kwa ujumla, TIFA ilisema ODM na UDA zimepoteza umaarufu tangu uchaguzi wa mwaka 2022, huku DCP ikiibuka kama mshindani mpya na karibu thuluthi moja ya wapiga kura bado hawajaamua chama watakachounga mkono. Kuhusu serikali jumuishi ya UDA na ODM, 52% ya Wakenya walisema wanaipinga, huku 30% wakisema wanaiunga mkono.
Asilimia 15 hawakuwa na maoni, huku asilimia 4 wakisema hawajui kuhusu ushirikiano huo. Kwa mujibu wa TIFA, kiwango cha uungwaji mkono kwa serikali jumuishi kimesalia karibu asilimia 30 tangu Mei mwaka huu. Ripoti hiyo inaeleza kuwa ODM italazimika kuamua ikiwa ushirikiano huo ulikuwa wa muda mfupi wa kutekeleza ajenda ya mageuzi au utageuka kuwa ushirikiano wa muda mrefu. Na mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share.